Serikali ya watu wa China imemweleza rais wa Marekani Donald Trump kwamba anamwaga mafuta katika moto, hasa wakizungumzia mzozo wa Israel na Iran, huku ukiendelea kwa siku ya 6 mfululizo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Gu Zhangkun amesema kutoa vitisho na shinikizo kubwa kwa Iran hakutasaidia kukuza hali ya kudorora kwa mzozo huo, lakini kutazidisha na kupanua mzozo huo. Msemaji huyo alikuwa akirejelea chapisho la mtandao wa kijamii la Trump katika Truth Social kabla hajaenda kwenye mkutano wa G7 nchini Canada, ambapo rais huyo wa Marekani aliandika, "Nilisema tena na tena, kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Tehran." Hii inamaanisha kwamba ni kitendo cha rais huyo wa Marekani kumwaga mafuta katika moto. Guo alisema China inatoa wito kwa pande zote husika, hasa zile zenye ushawishi fulani juu ya Israel, kuacha mara moja harakati hizo na kuchukua hatua za haraka kutuliza hali ya wasiwasi. Wakati Marekani ni mshirika mkubwa wa Israel, Beijing na Tehran zina uhusiano wa karibu. Nchi hizo mbili zipo katika umoja wa BRICS, lakini pia zimeanzisha uhusiano katika miaka hivi karibuni na zimekuwa zikishirikiana katika mambo mengi. Katika mahojiano na shirika la habari la DW, moja kati ya wataalamu wa mambo ameangazia uhusiano wa China na Mashariki ya Kati na anazungumzia namna China inavyouona mzozo huo, ikisema Beijing inaweza kuchukua jukumu ili kutuliza mvutano huo. Mchambuzi huyo anayefahamika kwa jina la William Figueroa amesema kwamba mwitikio wa China unaakisi kwa karibu msimamo wake kuhusu mzozo wa Israel na Palestina na vita vya Gaza. Kimsingi China inaelekea kuzingatia mambo makuu mawili. Kwanza, kwa kiasi kikubwa inailaumu Israel, na pili, mara kwa mara inataka mazungumzo na kupanua kasi badala ya kutumia hatua za kijeshi au diplomasia kulazimisha. Kadri hali inavyozidi kuendelea, China iliendelea kusisitiza haki ya Iran ya kulipiza kisasi na kujilinda, hasa katika kukabiliana na mashambulizi ya Israel. Pingamizi za China kimsingi zimeandaliwa kuhusu suala hilo la uhuru, anaeleza mchambuzi huyo. Kadri siku zinavyozidi kwenda, vita hivi kama vitachukua muda havitazidi wiki 2. Ni kutokana na hali ya maisha katika Israel na kutokana na jinsi ambavyo inazidi kushambuliwa. Licha ya kwamba inashambulia maeneo muhimu ya Iran, lakini namna ambavyo Iran inafanya mashambulizi yake dhidi ya Israel, ni wazi Israel haitachukua muda mrefu, inaweza ikaachana na vita hivyo, na huenda rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye anadaiwa baada ya kutoka katika mkutano wa G7 alikaa na baadhi ya maafisa nchini Marekani kujadili namna ya kuisaidia Israel, lakini kumekuwa na mgawanyiko ndani ya baraza lake, huku baadhi wakitaka Marekani ingilie kati, baadhi wakiona hakuna haja ya kuingiza Marekani katika mzozo huo ambao kimsingi watu wanaweza wakakaa chini wakazungumza na kuweza kukubaliana baadhi ya mambo, kama ambavyo walikuwa wakiendelea katika mazungumzo ya suala la nyuklia la Iran kati ya Marekani na Iran. Kadri hali inavyozidi kuendelea, China iliendelea kusisitiza haki ya Iran ya kulipiza kisasi na kujilinda, hasa katika kukabiliana na mashambulizi ya Israel. Lakini pingamizi la msingi la China limeandaliwa kuhusu suala la uhuru katika kupambana na kujitetea. William Figueroa, mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa na mchambuzi wa mambo, anazidi kuelezea kisema kwamba hali hiyo inahatarisha usalama wa nishati wa China na viongozi wa China wanafahamu hilo, na anasema ndio maana sasa China haitaki mzozo huo uzidi kuendelea. Na hata wakati huu inadaiwa kwamba moja kati ya athari ambazo zimetokana na mzozo huo ni pamoja na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ambao ulikuwa ukisafirisha mafuta pamoja na gesi kutoka nchini Iran na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Lakini aliulizwa, je, unaweza kusema China haijashiriki kikamilifu katika hali hiyo hadi sasa? Mchambuzi huyu anasema kwamba hapana, China haikushiriki na haoni hii kama uwanja ambao inaweza kuwa na ushawishi. Vyombo vya habari vya serikali ya China haviangazii kabisa suala hili kwa urahisi. Ninaamini msimamo huu unaonyesha mapungufu ya kimsingi ya Uchina katika uwanja huu. Kwa ufupi, China haina nafasi kubwa katika mzozo huu, haina uwezo wa kukadiria nguvu katika eneo na si mhusika mkuu katika maana ya jadi ya usalama. Lakini aliulizwa, je, itaweza kushiriki ikiwa vita hivi vitaweza kushirikiwa na mataifa kama vile Marekani na washirika wake? Amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo China haitaki kufanya ni pamoja na kujiingiza katika mizozo. Huenda ikashiriki kwa kupeleka silaha, lakini si kwa kupeleka watu wake, anaeleza mchambuzi huyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii
Ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.